Ni kiangazi cha mwezi wa 5 kwa nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mvua zinaaga zinaondoka, ila ni ndani ya masika katikati tunaelekea mwishoni kwa ukanda wa chini mashariki mwa Tanzania, ambako huko mvua bado zinaendelea kutonatona, kurasharasha na kunyesha. Alafu pia ni mwishoni mwa mvua kwa ukanda wa juu kati karibu na milima iliyoko huko kaskazini. Maeneo hayo niliyozunguka nimekutana na mvua, huko Arusha, huko Karatu nimekutana na mvua. Haya, njoo Dar es Salaam mvua, lakini huku mahindi yanakauka, watu wameanza kuyatoa mashambani nyanda za juu. Hiki ni kipindi kizuri sana kwa wote. Kimeanza kuwa kizuri mno kwa wanapai kuliko kwa wakulima walio katika mashamba wakisubiri mavuno. Wanapai Network kinakuwa kizuri kupindukia kwa kuwa kando ya shamba lake la kawaida alilolizoea, ana shamba lingine ndani ya simu analoshughulika nalo. Hili shamba linaonyesha mavuno yanaanza kukomaa. Hata hivyo, maandalizi sahihi ya kuelekea mwisho yameshakamilika. Hatua moja tu kati yetu na Open Mainnet ili shughuli zetu za hakika za matumizi ya pai zianze, kipindi ambacho ulimwengu mzima watakao kuwa na sauti duniani ni wamiliki wa pai. Na kiona nacho kimesogea, kama vile masika yanavyoondoka yanamwacha mkulima avune, kadhalika masika ya pai na yaona baibai. Tunaelekea mavuno ya pai tuliyoiweka kwa miaka mingi. Achana na wewe mgeni uliyeingia una miezi 8, 9, 10. Niwapongeze walio na mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3, 4 mpaka 5. Niwapongeze zaidi walio na miaka kuanzia 3, yaani wako ndani ya mwaka wa 3, wa 4, wa 5. Hawa ni mashujaa, nikiwepo mimi mwenyewe. Walio na miaka 2 hawajakaa sana, ni miezi 24 tu. Walio na mwaka mmoja, hawa wana miezi 12, ni wachanga kwenye pai, hawajaona mengi ya huko nyuma, hivyo wanasimuliwa dunia ya nyuma. Walio na miezi 6, miezi 7, miezi 3 wako kuchungulia, uwezo wa kuona unatokea, maana wamezaliwa juzi juzi. Wataanza kutambaa, mwisho watashikilia nguzo, wataamka, wataanza na kukanyaga ardhi. Ila cha ajabu, wakati kwa mtoto huyu anasubira kuwe, anatamana kuwe akimbie, lakini kwenye pai wachanga wanatamani Open Mainnet kuliko wazee. Hii ndio ajabu ndani ya Pai Network. Hata kukasirika, wanaokasirika na kufoka, hata kutukana kama mradi gani hata ueleweki lini taleta hela, ni wale wachanga wanatambaa. Hawajaweza hata kuinuka, wana miezi 6, wana miezi 3, wana miezi 4, 1, wanataka Open Mainnet maana wameambiwa kuna hela ndefu. Nirudi nyuma. Hongereni mapayonia mliodumu miaka 3 kurudi. Hongereni mapayonia mliodumu miaka 2 kurudi. Mnajua mlikotoka na mnajua mnakokwenda. Hivyo tunakokwenda ni karibu zaidi, kwa kuwa kila tulichokisubiria kimetimia. Hatua zilizobaki utepe umalizike ni ndogo sana. Na kwa hali hii, wito nilioutoa miaka 3 iliyopita, miaka 2 iliyopita, nataka niurudie.
Wakati huu milango ya firewall ilishafunguka. Kuna external connectivity kati ya wallet yetu na zile za nje kama OKX, kama zile MEX, kama zile za get.oi. Uhusiano huu, Pi Network ililenga jambo kando ya lazimisho la kimataifa ili nako ijiristi, kule tu kwenda kujiristi hata kwa shingo upande, kulitangaza jinsi Pi ilivyo ya kweli, ilivyo ya thamani, kiasi kwamba inalazimishwa hata wale kule nje nao waipate. Moja. Mbili, kitendo hicho cha kulisti nje kwenye external connectivity, maana yake kubwa nyingine ni kwamba Pi Network itaendeshwa kwa elimu sawa sawa na iliyoko kwenye wallet zingine. Hivyo basi, niliwahi zungumza kuwa kuna wakati utafika tutataka wataalamu wa kufafanusha mambo, kuyanyumbulisha, kuyaweka sawa, ili mtu fulani aketie mahali pa mjinga, mahali pa ignorance, pa mtu asiyejua chochote, ndio mjinga. Ignorance Kiingereza. Wala si mpumbavu, maana mpumbavu ni yule anayejua alafu makusudi anajifanya ajui. Lakini wengi kwenye Pi hatujui. Kwa kuwa tuko ignorance, shule inatakiwa ipite kama tulioipitisha miaka miwili nyuma huko. Watu tulitumiana kwenye testnet Pi zile za kawaida za majaribio. Juhudi tulioenda nayo ilikuwa nzuri na tulifaulu. Tulikwenda vizuri mpaka tukawa tumepata nuru. Karibu kila mtu akawa na ujuzi, uelewa, akawa na picha kwamba kumbe ninaweza nikachukua Pi zilizo original, muda wake utakapofika nikaziendesha kama ninavyoendesha hizi Pi za majaribio. Zoezi hilo hapa katikati ndani ya miaka miwili halijarudiwa tena. Sasa hivi sio tena zoezi, ni shule kamili. Kuna mwalimu mmoja alitoa maelekezo mazuri namna ya kununua sarafu kutoka OKX. Nilipenda darasa lake, nilitoa comments hapo. Walimu kama huyo asikose kuendeleza vipindi vyake. Hata lile darasa lilolitoa halikaliliwi siku moja, inatakiwa lirudie, analirudia, analikazia tena. Mwingine ndiye huyu hapa. Nimemsikiliza kwenye voice note yake, ambaye huko aliko ameanzisha hata grupu la watu 200 huko, anasubiri aendeshe mafunzo. Ushauri wangu mimi mzuri tu, hapa mlango ulishakuwa tayari kwa ajili ya mafunzo hayo. Wala walimu msipate hata shida. Magrupu mengine yanaweza kuwa na shida hiyo, lakini magrupu ambayo tulishaanza kujiandaa kwamba wakati ukifika walimu watatua hapa na kufafanua. Unless labda kama kuna biashara huko pembeni sitaziingilia, mnaweza mkaunda makundi ya kuwasaidia. Lakini hapa naita walimu wa kufafanua matumizi sahihi ya app ya Pi na app ya OKX, app ya Get.do, app ya MEX, app ya Bybit, app ya Getbit. Yote haya yawekwe peupe, kuwe wepesi kabisa. Namna ya kutoka Trust Wallet, unataka kuhamisha pesa, masharti yaliyoko Trust Wallet kwa nini yako tofauti na kwenye Binance? Walimu tuleteeni maneno hayo, mupo wengi.
Kwa nini OKX inakimbiliwa kuliko hata Binance? Lakini kwa nini Binance ni nyepesi zaidi kuliko OKX? Tuleteeni maneno hayo ili hawa mapayonia wanapozagaa kote huko wawe wanajua kabisa sarafu hii ninayoinunua, kumbe kila sarafu ina mkondo wake, ndio reli. Huko ndani sarafu zinamosafirishwa kwenye reli yake kunaitwa network. Kumbe network hii ni sawa na mafuta sheri, inaitwa gas fee. Hayo tuleteeni hatua kwa hatua, tuyajue maneno ya maabara ya sarafu za mtandaoni. Hiyo nayo ni lugha ya kidaktari, ni udaktari wake huko, tuleteeni. Kwa hivyo kwa sasa nina wawili ambao wanaweza wakawasaidia watu wawili watatu wenye kufuatilia ujuzi wa mambo ya sarafu za mtandaoni. Yule aliyewahi toa zile ni screenshot au la, lakini alizipanga vizuri hatua kwa hatua, na nikashauri watu zitunzeni, namna ya kununua pai kutoka OKX. Yule ndugu alijitahidi vizuri akapangilia. Yule rudia kufafanua humu ndani madarasa kwenye magrupu yote haya matatu, hii ya Dr. Spy Network, la pili lile Dr. Spy Network, ingia lile la Pi Network Songwe, yote hayo na yapo mengine huko, ila ninayo yachungulia mapema hapa ambayo tunayo. Darasa liko huru kuanza, ingieni. Na huyu ambaye kwa juu amemention kwa jina la Tajiri, voice note yake imekuwa nzuri, imepangiliwa hivyo vizuri kimadarasa, tena kimajifunzo. Akipanga somo lake kwamba leo mada ni hii, anataka sikilizweje, basi watu watulie wasikilize. Hivi ni shule nzuri, wacha wana sogozi wafike mahali wawe na ujuzi mkubwa wa elimu ya mambo ya mtandaoni. Alichosema ni kweli, tunakokwenda kutakuwa kufinyu, ila kwa sasa ruksa kila mtu kujifunza. Ninajua si kwamba ni wote wako giza. Wageni wote walioingia sasa hivi bado hawajajua. Kwa hivyo tunahitaji kuwasaidia tena. Kama mambo hayatakuwa sawa, tutarudi kwenye madarasa yetu ya zamani. Miaka 3 nyuma tulisaidiana sana kwenye magrupu mpaka kila mtu akawa amekariri. Ndio maana kuna wataalamu wengi mnaendelea na pai yenu vizuri. Kwa hapo niwapongeze, ila wageni tukiri bado wanahitaji msaada na elimu. Sasa elimu inapokuja ya pai kwa wageni, hebu iwe elimu ya kripto jumla ya mtaalamu, itubebe na sisi wa zamani. Muwe na siku njema, muwe na siku njema. Haya mambo wakati wake umefika. Nimalize na jambo zuri lingine. Mtu mmoja miezi iliyopita, ni mwaka jana, nilipowaambia nitakuwa na mipango ya kwenda Marekani, alinifuata inbox akasema, muda ukifika, ukikamata visa, naomba nikusumbue, uingie inbox unitafute, unijulishe, na mimi nataka kuchangia unapoenda na matangazo yako huko. Usiunguze tu hela yako kutuhabarisha chochote kizuri, hata kama unaenda kwenye mikutano ya kilimo, tujulishe na sisi. Nilimwambia nitakuja kwenye grupu kama kawaida. Kwa hiyo sikutunza hata namba yake. Nilisema nitakuja kwenye grupu kuwajulisha kwamba wakati wowote mtakuwa mnasikilizia voice note na voice video kutokea Marekani. Visa ninayo mkononi tayari. Wakati wowote hapa ninakusanya, ni nauli tu. Hiki ndio kitu napenda mkijue. Nakusanya ni nauli tayari kwa ajili ya kupanda pipa na kuondoka. Maadamu visa iko mfukoni mwangu, hakuna shida, wakati wowote naondoka. Ila yale mema tunayoyasubiria yapo kwenye simu zetu. Ndio habari njema kupindukia. Cha ajabu, mimi ni mkulima.
ni mkulima na mwalimu wa kilimo. Hapa ndipo niwaeleze jambo kwenye ka voice note ka pili, na kwa nini naenda Marekani. Dr. Kibona, mwanaharakati wetu, mpambanaji mzuri. Nashukuru sana bosi. Nimesikiliza hii voice note yako. Hata mimi niko nyuma yako. Kwanza nikupongeze kwa harakati za kilimo unazozifanya Tanzania. Umeshakuwa sasa mkulima sio wa familia wala kijiji, bali ni mkulima wa kitaifa, ambapo sasa ukifanikiwa kwenye pai utaenda kuwa mkulima wa kimataifa. Kama unaweza kuhudhuria mkutano mwenyewe Tanzania nzima, unahudhuria sehemu mkutanoni wewe mwenyewe, I say doctor, unapambana ndugu yangu, baba yangu, kwa sababu ninavyokusikia wewe ni baba yangu kabisa. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Hata mimi ninapenda sana kilimo. Moyo wangu wote umeegemea kwenye kilimo, kwa sababu bwana, kilimo ni zao zuri sana. Kilimo kimeshika biashara, kilimo kimeshika ufugaji. Huwezi kufuga mfugo wote bila kilimo. Lakini vile vile kilimo kimeshika tumbo la mwanadamu. Hauwezi kufanya chochote usiposhiba. Hata naongea hapa kwa sababu nimeshiba. Ningekuwa na njaa nisingeongea. Kwa hiyo bwana, ndugu yangu, baba yangu Dr. Kibona, aise, Mungu akubariki sana. Nenda huko kwa wenzetu kajifunze mambo. Tuko nyuma yako, mapionia. Nina hakika baada ya Open Minded watatokea na wengine wengi. Usitutupe, usiachi kutuamini, usituogope. Hasa baada ya Open Minded wengi wataanza kuogopa wenzao. Mimi nikwambie tu mapema bwana mchungaji tajiri, nitakuwa karibu na wewe sana kwenye hili swala la kilimo. Ninakuomba ukubali kuwa kiongozi wangu kwenye hili swala zima la kilimo. Kwa uzoefu wako, uelewa na ufahamu wako na kutembea kwako taifani na nje ya taifa, nina hakika umejifunza mambo mengi na makubwa. Kwa hiyo usishangae baada ya Open Minded na kupigia simu nazungumza na wewe. Fungua dirisha, upokee mapionia ambao tutakubali kuanza kulima. Baada ya Open Minded tutakuwa tuna uwezo mkubwa. Maana ukisema natoa hata pai 10 niziwekeze kwenye kilimo ni nyingi sana. Nafanya mambo makubwa mno. Kwa nashukuru bwana, safari yako Mungu asafishe njia, awe mbele yako, nyuma yako, kushoto na kulia unaposafiri. Akufikishe salama, upate nauli na zaidi ya ulivyolenga. Uende urejee salama ukiwa humo. Uwasiliane na sisi kwa njia ya WhatsApp. Utupe update, ufuatilie update ya mradi wetu wa pai, update ya kilimo. Tutafurahia sana Dr. Kibona. Mungu akubariki sana. Naam. Majeshi ya pai, Shalom, awamu ya pili. Mimi ni msafiri. Nirudie kauli ya nyuma kwenye voice note ya mwishoni. Niliwaambia nitakwenda bara la magharibi. Na niliwaambia nitazagaa sana mpaka magharibi kabisa. Nikawaambia nachelea kusema mpaka kabisa kule Silicon Valley. Huko karibu na Stanford University. Huko makao makuu ya Pi Network. Natamani mote umo kutalii. Mtu mmoja alinifuata inbox. Akasema, una mikakati mizuri, waru jaomba tukuchangie hela, tufanye tuweke mkeka. Nilimwambia hapana. Safari ni yangu mimi, tamaa zangu mimi. Hata kama nitahabarisha mambo mazuri kutoka huko mengine, ni mimi nayafanya kwa ajili ya watu wangu tu. Ila sizuii mkono wa mtu anayesema ninaamua kukusukumia hii, kukusapoti. Yeye yuko free.
tunachangia vitu visivyo na akili wala kichwa wala mkia, lakini hili lenye maana, ukisema nasukuma hii dola kadhaa na wewe ikusaidie kuongeza vifaa vya kusukumia maneno huko, wewe songa mbele. Ila nikasema sitakuja inbox kumtafuta yeyote, nitawajulisha wakati wa kuwaaga moja kwa moja kwenye magrupu yale makubwa. Hivyo grupu hili mnajulishwa, visa iko mfukoni tayari kwenye mfuko wa Dr. Samson Kibona. Nalitazama pipa ng'ambo pale likinisubiri kwa ajili ya kuingia, alafu linirushe tokomeza huko kwenye bara lingine kabisa, ambako sisi ni mchana, wao ni usiku. Naenda huko. Kwa hali hii, wote wanapai mtakuwa mnanifuatilia nikiwa kwingine kule. Naweza kutumia hata teknolojia zaidi ya hii, itategemea hali ya huko, lakini natafuta kila njia kufanikisha malengo ya safari kwa ushindi mkubwa. Nina shida moja, mimi ni mkulima. Kwa hiyo nitakuwa na mengi ya kuihabarisha nchi, kwa kuwa ninachokwenda kukifanya na kinachonipeleka kikubwa ni mikutano mikubwa ya kimataifa ya kilimo. Vitu hivi najua huwa ni gharama. Unapopambana uende jimbo lile, uende jimbo lile, uende jimbo lile. Ndio maana sikufunga mlango. Mwanapai yeyote anayekuja inbox, dokta, mimi nasukuma kwako shilingi kadhaa kwa sababu ya ziara yako hii ya safari, huyo yuko free. Kwa hiyo msije mkashangaa sitamuomba mtu yoyote, kwa kuwa nimejipanga kuondoka kama mimi, kuwajulisha watu wangu wana timu ni ile kwamba ni watu wangu hawa kwa gharama yoyote. Mpaka siku moja mnapata pai na mimi nashangilia, wote tuna pai ya kupanda ndege kwenda Amerika, kwenda UK kwa Pi Network. Tutatazamana macho ya furaha isiyoelezeka. Huo wakati unakuja. Kwa hiyo tunajaribu kulindana safari yetu iwe nzuri mpaka mwisho. Pamoja na hayo ya pai mazuri, kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Wakati huu, kipindi hiki, miaka michache hii nikichungulia Ikulu, rais anapigana huku na huko kujenga kilimo Tanzania. Paka nikaiambia akili yangu, huyu mama wa taifa huyu anaangalia hadi vijana wawe na ukuaji mzuri upande wa sekta ya kilimo. Kawaandalia hiyo BBT, Build the Future. Anaandaa mipango mbalimbali. Wakati fulani nikiingia kwenye maduka ya mbolea, miaka ya nyuma kulikuwa foleni za kutisha mpaka watu wakachukia. Amerekebisha maduka ya mbolea. Sasa hivi naingia kwa ruzuku kuuliza tu bei, kama mtu ambaye yani unajivunia, maana ni vingi tu alafu hakuna wakugombania. Haya yote nikasema nakiona kilimo kitachanua siku chache zijazo kuliko wakati kama huu. Wakati fulani huwa binafsi nasifu, namwambia Mungu, njozi hizi walizonazo hawa viongozi, waziri wa kilimo, wakipigana kurekebisha mambo ya kilimo Tanzania, kifike mahali kiwe na bei nzuri, tuuze mazao kwa wenzetu, kuliko kainchi fulani kako huko kana nguruwe wengi, Denmark, nguruwe wengi kuliko raia. Denmark kanachukua mahindi Brazil, kale kainchi ka Ulaya. Ile nchi inachukua mahindi Brazil. Nilipowauliza kwa nini msichukue Tanzania, anasema hatuwezi, bei yenu. Yaani Brazil imefomu kilimo kwa namna ambayo, kwa kuwa ni kisasa, wana vyombo, wana vifaa, mambo yao Brazil ni mazuri, hata hawapati shida. Wanafanikiwa vizuri kuuza mazao nje duniani kwa bei chini, halafu kwa faida kubwa sana. Hiki na kifuatilia. Ninahisi viongozi wetu wanataka kufanya hicho kitu. Ndio maana
juhudi kuhusu kilimo hawajaziweka chini. Kwa hapo ni washukuru viongozi wetu, kuanzia rais moja kwa moja, huyu ambaye ni mkuu wa nchi yetu, Rais Samia, uje mheshimiwa, kutoka Mheshimiwa Samia uje huyu waziri wa kilimo Bashe, Mheshimiwa Bashe. Hawa hawajakata tamaa. Na mimi ni mkulima, niko nyuma yao, na kawaida nilikuwa nalima hata kabla hawajawa madarakani. Nilikuwa nashindana na Mheshimiwa Pinda miaka 2009, 2008, 2010. Mheshimiwa Pinda navuna gunia 900. Ninasema mwaka kesho nazipita hapo, na kweli napiga mpaka 1100. Anavuna gunia 1000 na kitu, mimi mwaka kesho yake ninapita. Kwa hivyo nikasema huyu ndiye atanipa ualimu, Mheshimiwa Pinda, niwe navuna na chua wengine. Mpaka nilishinda mikoa ya nyanda za juu kutoka Katavi mpaka Ruvuma. Mwaka 2014 niliwashinda wote idadi ya magunia. Kwa kuwa ninalima na napenda kulima, ninawaelewa vizuri hawa viongozi, ajenda yao kuhusu kilimo Tanzania. Mwaka 2015 nilihudhuria mkutano mkuu wa kilimo peke yangu Marekani, peke yangu Tanzania, yaani kutoka nchi hii ya Tanzania peke yangu. Mpaka nikaulizwa, wewe peke yako kutoka Tanzania, hizi habari wengine huko wakulima hawazijui? Nikasema hata mimi sikuzijua, upekuzi wangu wa interneti umeniokoa. Wakasema hongera kwa kuwa wewe ni mfuatiliaji wa mambo ya interneti vizuri. Wakati wamenibeba kwenye gari lao wananizungusha kwenye maonyesho, mimi ni mgeni, huyo mama mzungu aliyewekwa kupokea wageni na kuwazungusha, maana ni pakubwa eneo la maonyesho, utatembea utachoka. Kwa hiyo unazungushwa na vigari, alafu umeshaona maeneo ya muhimu ndio uanze kuingia na kutoka ndani ya siku 3 ukizunguka, na hapo usiamalize. Mwaka huu naenda tena kwenye mkutano huo wa kilimo, na hasa nikiangalia juhudi zinazoendelea za kilimo Tanzania, na kwa kuwa angalau nina nuru ya vitu gani vya msingi kwa wakati huu wa kilimo cha robotic agriculture machinery, yaani kipindi ambacho dunia inaelekea na imefikia kwenye mashine za kilimo za maroboti. Maonyesho hayo yako Marekani, na kwenda kufika kujifunza mengi, ili ikishikika hela ya pai nchini kwangu huku iwe tetemeko la ardhi kuhusu kilimo. Hapa ndipo sikusumbui. Hata wewe ungelitaka uongozane na mimi, uko huru, ni hela yako, uwezo wa kupenya unaweza. Mapayonia, hatutatafuna pai. Niwaambie, hamtashiba pai, mtashiba mahindi, mtashiba mpunga, mchele, mtashiba maharagwe, mtashiba mtama, ulezi, uwele, vyote hivyo ndivyo mtakavyoshiba, na majani. Juhudi zozote kuhusu pai, tengeneza mbele yako, tengeneza kesho yako, iwe faida kwa Watanzania katika taifa lako. Una ndoto gani kwa nchi? Kama unawaza mimi ghorofa moja tu nisimamisha hapo, yenye ghorofa 74 iwe ya kwanza Tanzania, una mawazo ya aina hiyo, ni mawazo ya maendeleo, hayana shida. Ila cha ajabu, Watanzania hawatakusanyika kwenye ghorofa yako hiyo wakashiba chakula. Hakuna. Uwe na ndoto hizo, lakini uwe na ndoto zingine mbadala. Anasema rais wa kilimo Afrika, huyu Adesine, rais wa Benki ya Afrika, anapozungumza mambo yake yote anasema Afrika italisha dunia tunakokwenda, akielezea hali ya hewa
iliyoko Tanzania, Afrika nzima, sio Tanzania tu, akieleza misitu iliyoko Afrika, udongo ulioko Afrika na mabadiliko yote tulionayo. Afrika italisha dunia tunako kwenda, kwa kuwa watu wanazaliana mno, na kadri tunavyozidi kuwa wengi, uhitaji mkubwa wa kilimo utatakiwa mno, maana kama kuna zao litakalotengeneza mabilionea duniani ni kutoka katika fani ya kilimo, agriculture sector. Haya anayoongea yule baba wa watu vizuri. Maisha yako ya pai na mbele yako, ili watu washibe kila siku, na kuambia hivi, kuwagawia watu 100,000 wakati wa kianga cha njaa. Wamepanga foleni na wagawia 100,000. Wanaondoka wanaenda kujigonga kwenye mchere, bei ni mbaya. Wanajigonga kwenye gunia la mahindi, bei ni mbaya. Gunia tu la mahindi linauzwa 300,000, linauzwa 200,000. Alafu wewe umempa 100,000. Mimi nimechukua gunia nikampa lile gunia, ataniona mimi kwake ni malaika kuliko wewe uliyempa 100,000. Maana itaishia kwenye nauli tu ya kupeleleza, mizigo ya bei chini iko hapa, nunue. Wanapai, jipangeni kulisha taifa tunako kwenda. Na hivyo mikutano hii ninayoiendea, nikifaulu kwenda, nikaingia, nikaanza kuiyaua, na kwa kuwa nina utaalamu wa kilimo, kuna mambo mengi ambayo nina la kushauri zuri sana katika kuwaunga mkono viongozi wetu wanaopambana na kilimo, kuanzia Mheshimiwa Rais, uje Mheshimiwa Waziri. Kwenye sekta hii ya kilimo lazima tuwaunge mkono pakubwa, tufike mahali kuonyesha kuwa hatukuwa na hela mfukoni, lakini pai ilipoanza kuzaa matunda tumekuwa tunu ya taifa zima. Nisiendelee kuongea, maana na nyie mna yenu ya kuongea, nisichukue nafasi yote. Tutakutana uwanjani huko mwaka huu tukiwa kwenye mikutano ya kilimo wakati wowote. Kwa hiyo ukiwa na swali lako wewe binafsi tu unasema, Dr. Kibona, mimi ndio yule nilisema nataka unapoondoka ukikamata visa unipigie na kuongezea nauli, wewe nipigie tu inbox moja kwa moja. Msihangaike, hapa ni grupu tu la kwetu la kawaida la Pi Network. Una ujumbe, wewe nifuate inbox, dokta, nipe namba ya kutumia hela na kutumia. Uwe na amani, muwe na siku njema. Mambo mazuri yanakuja, jiandaeni wanapai.